Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uweza. Baba, asante kwa neno lako. Umesema Baba, hata wana wa Israeli walipokulilia kwenye shida zao, ukalituma neno kuwaokoa, ukalituma neno kuwatoa. Nasi umetusikia Bwana. Umesikia vilio juu ya ndoa, umesikia vilio juu ya kazi, umesikia vilio juu ya maombi, umesikia vilio juu ya huduma, umesikia vilio mbalimbali Bwana. Umetuma neno lako kwa ajili ya kututoa, umetuma neno lako kwa ajili ya kututoa. Baba, tumegundua siri iliyoko kwenye miguu, siri iliyoko kwenye miguu, siri iliyoko kwenye miguu. Wewe ulioambia wana wa Israeli, natuma utisho utangulie mbele kwa ajili ya kuondoa roho zote zinazozuia, roho zote zinazozuia, roho zote zinazozuia. Baba, tumeomba toba kwako. Wewe si mwingi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Baba, kwa toba hii ni mlango tosha kwa ajili ya kumsaidia baba huyo, kwa ajili ya kumsaidia kijana huyo, kwa ajili ya kumsaidia binti huyo, kwa ajili ya kumsaidia kila moja kwa toba hii Bwana, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kumbe zipo roho ambazo zinazuia watu wasikae kwenye ndoa, zinaleta mafarakano ya mara kwa mara, zinazuia watu wasifanikiwe. Zipo roho ambazo za chuma ulete, zinazuia mafanikio ya watu, zinazuia maendeleo ya biashara, zinaharibu mitaji ya watu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliyemwambia Yoshua, wewe ni Mungu uliyemwambia Yoshua, mahali popote zitakapokanyaga nyayo, zitakapokanyaga nyayo nimekupa kumiliki, nimekupa kutawala. Rika rabasaka rinde rebo saika riko robo saka. We ni Mungu, we ni Mungu uliye hai, we ni Mungu uliye hai, we ni Mungu uliyeachilia nguvu ambaye sio ya kawaida kwenye nyayo zake, kwenye nyayo zake, kwenye nyayo zake, kwenye nyayo zake, kwenye nyayo zake. Tumegundua Bwana, zipo roho za uchochezi, zipo roho za uchonganishi hata anapokuwepo kazini kwa ajili ya kumchafua, kwa ajili ya kuharibu kazi, kwa ajili ya kuharibu kazi. Leo Mungu unaingilia kati hiyo kesi. Leo Mungu unaingilia kati kila mazuio. Yapo mazuio ambayo yamewekwa kwenye nyayo ili watoto wasisome, ili vijana wasioe, ili vijana wasiolewe. Ipo nguvu ya Mungu, ipo nguvu ya Mungu, ipo nguvu ya Mungu, upo upako wa Mungu wa kumsaidia huyo binti kama ulivyomsaidia ule upako Esther akapata ndoa, katika damu Yesu, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Walifunga nyayo zake, walifunga hatua zake, walifunga mafanikio yake. Ipo nguvu ya Mungu, ipo nguvu ya Mungu, katika damu Yesu. Nami naruhusu nguvu ya Mungu ianze kupita kwenye nyayo, ianze kupita kwenye nyayo, ianze kupita kwenye nyayo, na kila kamba zilizofunga miguu yake ili asisonge mbele, ili asifanikiwe, ili asiendelee, katika damu Yesu, katika damu Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, achia miguu yake, achia miguu yake. Kila zuio lililowekwa kwenye miguu ili kuleta mafarakano, ili asipige hatua, miaka inazidi kwenda, yupo pale pale. Hilo zuio, ipo nguvu ya Mungu ambaye inapita kwenye nyayo, ambaye inapita kwenye nyayo. Baba, hataenda kesho kwenye kazi zake kama alivyokuwa jana, kama alivyoenda jana, kama alivyoenda jana. Baba, ile nguvu uliyemsaidia Esther akaenda kwa mfalme, akaenda bila kujali sheria. Haijalishi zipo sheria za ukoo ambazo zinasema haruhusiwi kufanikiwa, haruhusiwi kupata heshima, haruhusiwi kukaa kwenye ndoa, haruhusiwi kuinuliwa, haruhusiwi kuendelea. Ipo nguvu ya Mungu, ipo nguvu ya Mungu kwa ajili ya kushinda sheria zote, kama ile nguvu iliyomsaidia Esther akaenda kinyume na sheria. Ipo nguvu ya Mungu sasa, ipo nguvu ya Mungu sasa, ipo nguvu ya Mungu sasa inamsaidia kwenda kwenye biashara yake tofauti na alivyoenda jana,